Kimsingi kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumekuwa na wakati mzuri kwa mwaka huu wa 2026 tangu tumeanza mechi yetu ya kwanza Januari tarehe 23 dhidi ya KMC ambao tulicheza katika uwanja wetu wa nyumbani kule Tabora, na tulifanikiwa kupata ushindi mzuri, ushindi wa magoli 3-0. Kwa hiyo baada ya mechi tulianza safari ya kuja Dar es Salaam na tumepata wakati mzuri takriban siku mbili kujiandaa katika mechi ya kesho, na mechi yetu hii ni muhimu sana kwa sababu ni kiporo na sasa hivi tuna energy kubwa sana, tuna nguvu na tuna hari na tuna moral kwa sababu tunakwenda kucheza na Azam FC ambao wao wapo nyumbani kikanuni, lakini inapokuja suala la TRA United Sports Club, popote pale ambapo sisi huwa tunakuwa tuko nyumbani kwa sababu TRA ni timu ya Watanzania wote na ni timu ya walipa kodi. Kwa hiyo kesho sisi tutakuwa nyumbani kiuhalisia, lakini kikanuni watakuwa nyumbani Azam FC, na maandalizi ambayo yamefanyika ni maandalizi mazuri kwa sababu tunahitaji kwenda kupata ushindi ili tuweze kuongeza momentum nzuri katika mechi yetu ambayo imepita. Tulitoka kuwafunga wanaume wa Kinondoni magoli 3-0 na sasa hivi tunakwenda kwa zone. Yaani tulikuwa Kinondoni, sasa hivi kesho tunakwenda kushughulika na wanaume wa Chamanzi. Kwa hiyo tukitoka wanaume wa Chamanzi, ratiba inapokuja ndivyo ambavyo na sisi tunajiandaa kutokana na eneo ambalo tunakuwa. Kwa sababu tutakuwa tunakwenda kwa zone. Kama tunakwenda kucheza labda kule Mbweni tunasema wanaume wa Mbweni. Tukisema tunakwenda kucheza Jangwani tunasema wanaume wa Jangwani. Tukisema tunakwenda kucheza Msimbazi tunasema wanaume wa Msimbazi. Kwa hiyo ndio tutakuwa tunakwenda katika zoni ya namna hiyo. Kwa hiyo kwa upande wa wachezaji wote wako vizuri. Mmemsikia kocha hapa amezungumza vizuri kabisa kwamba kila mmoja anahitaji mchezo wa kesho ili tuweze kuwapa furaha zaidi wa Tanzania, kwa sababu sasa hivi ukiangalia kila Mtanzania, timu pekee ambayo inawapa furaha wa Tanzania wote ni TRA United Sports Club, na Watanzania wasipoiona TRA ikicheza ama ikifanya vizuri huwa wanaumia, na ndio maana mechi dhidi ya KMC tulipata baraka zote za Watanzania kwamba tunakwenda kucheza mechi ambayo tunahitaji kupata ushindi. Kwa hiyo mechi yetu ya kesho awali ilikuwa ichezwe saa 3 usiku, lakini kwa bahati nzuri tunaweza tukasema sio pia tumefurahi kwamba mechi yetu ya kesho dhidi ya Azam FC tutakwenda kucheza saa 1 usiku na sio saa 3. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwaalika Watanzania wote, wana Dar es Salaam wote, kesho tukutane Chamanzi saa 1 kamili usiku. Vijana wetu wameandaa burudani nzuri kabisa ya pira kodi, pira mapato, pira risiti, pira makadirio, pira kodi ya awamu ya mwezi wa Januari mpaka mwezi wa 3. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tunakwenda kufanya kesho. Kwa hiyo mechi ni saa 1, nafikiri kama watu walikuwa wanaweza kuona mechi ni saa 3, labda wanaona uvivu, ikifika saa 3 mechi kesho saa 6 tutajua kufika nyumbani. Kwa hiyo mimi niwaambie mechi kwa mujibu wa ratiba ya bodi ya ligi, mechi ni saa 1. Kwa hiyo tuna nafasi ya kufika uwanjani saa 12 na kuanza kuwapa sapoti vijana wetu ambao wameandaa mambo mazuri kabisa kwa ajili ya Watanzania wote na kwa ajili ya wakazi wa Dar es Salaam, lakini kubwa zaidi kwa wanaume wa Chamanzi. Maswali imeisha. Sina nakwenda kukutana na Azam ambayo ngine labda hili aliwapa hofu na shaka, pengine huenda wakataka kwenda kurekebisha makosa yao mengine. Kimsingi TRA haijawahi kuwa na hofu na timu yoyote ambayo inashiriki ligi kuu, na hatujawahi kuwa na uoga wowote tunapokwenda kucheza mechi, kwa sababu lengo letu sisi ni kuwapa furaha wa Tanzania. Yaani kama ambavyo nimezungumza, hakuna Mtanzania ambaye anatamani kuiona TRA inapoteza. Kila Mtanzania anataka kuiona TRA inakwenda kufanya vizuri, tunaondoka pale yani na matarumbeta yetu, tunashangilia vigoma nini. Yaani ndio Watanzania wanataka kuona TRA namna hiyo. Hawataki kuona TRA inatoka pale tunasema mpira wa miguu na matokeo matatu leo wametumia nafasi. Hakuna Mtanzania anataka kusikia hizi story za kwamba wapinzani wametumia nafasi. Kwa hiyo Azam ni timu nzuri, sawa na wana kocha mzuri Ibenge, na kuna kocha Anset Makiadi ambaye alikuwepo wakati huo timu inaitwa Tabora United, na katika uongozi wake wakati anaongoza timu aliwahi kuifunga Azam FC. Kwa hiyo kesho kile kibao sasa kinakwenda kujirudia tena kwa wakati mwingine kama ambavyo kilifanyika wakati tuko Tabora. Na Azam nafikiri na wao pia wanaelewa
katika mechi ambayo waliwahi kuokota dodo ni ile mechi ya kwanza ambayo ilichezwa wakati ule ndo TRA I mean Tabora iko wakati msimu wao wa kwanza. Nafikiri kuanzia pale hawajawahi kupata matokeo mazuri au rafiki wanapokutana na hii timu. Kwa hiyo kupata kwao matokeo ambayo sio rafiki au matokeo ni mazuri, na Staro pia wana momentum nzuri kwa sababu wametoka kufanya vizuri, na hiyo tunawapongeza. Katika mechi ya kimataifa wametoka kupata ushindi mzuri kabisa. Kwa hiyo tunaamini wana ile energy pia, lakini tukiacha hayo yote, sisi tunakiangalia ni nini ambacho TRA kwa wakati huu tunataka kwenda kukifanya kwa ajili ya kuwapa zawadi wa Tanzania ambao siku zote wamekuwa wakiamini TRA ndio timu yao ambayo inawapa furaha. Timu yako imekuwa na uwezo kutengeneza nafasi nyingi, lakini kwenye kuzitumia nakwenda kukutana na timu ambayo ina uwezo wa kutengeneza nafasi, lakini pia ina mshambuliaji hatari Jefte Kitambala. Pengine hili amuone kama huenda kwa sababu yake ushambuliaji na consistency yake kufunga kwenye kila mchezo kwani inaweza kwenda kupelekea shida. TRA ina wachezaji zaidi ya hao. Unaelewa yani TRA ina wachezaji zaidi ya hao. Kuna Adamu, sawa kuna Ramadhani Salum Chobwedo, unaelewa? Tuna Mzamiru Yasini, kuna Dennis Nkane, unanielewa? Kuna Omar Yusufu, tuna wachezaji wengi wazuri, kuna kina Nasiri Kombo, kuna kina Bui wapo. Kwa hiyo sisi hatumwangalii mchezaji mmoja na hatuangalii kwamba wale wana mchezaji huyu ambao ni potential. Kwa hiyo kila timu huwa ina wachezaji ambao ni potential, sawa Hatukatai Azam wana wachezaji wazuri, mimi hilo hata siwezi kupinga. Lakini linapokuja swala la TRA, sisi tuna wachezaji wazuri zaidi. Kwa hiyo sisi hatuangalii kwamba kule kuna nani tumetengeneza nafasi. Sisi tunachokihitaji ni kupata ushindi. Sawa Unaweza ukatengeneza nafasi hata 10, lakini katika zile nafasi 10 ukipata kutumia nafasi 2 mpaka 3 zikawa ni magoli. Pale kwetu sisi ni kitu kikubwa. Kwa hiyo sema tunachokiangalia ni kesho tunaendaje kupata ushindi na tunafanyaje tuweze kupata matokeo mazuri. Mambo ya mchezaji kuna huyu na huyu, na sisi tuna wachezaji wazuri ambao ni potential na wanaweza wakaingia uwanjani wakaamua matokeo na timu ikapata ushindi. Asante.